Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa huwa sayyiduna Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi din, amma ba'd. Na mashaka zangu awali ya yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye kwa mapenzi yake na kwa huruma yake katujalia mimi na wewe mpaka muda huu tukiwa ni wazima, lakini pia bila kusahau kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na masahaba zake na watu wa nyumbani kwake, Allahumma amin. Pia baada ya hayo ni kukujulieni hali masahaba zangu na walimu zangu na wanafunzi wenzangu. Vipi hali zenu? Natumai mtakuwa mpo salama manyumbani kwenu, mkiwa mmetulia na familia zenu, mkiwa katika hali ya amani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, leo ni siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo kakadiria kwa mapenzi yake kwamba hiyo ni siku ya kuendelea na masomo yetu yale, masomo ya ashkali ar-ramli. Na katika somo letu lililopita tuliishia kunako jambo hili hapa, sawa Tuliishia kunako jambo hili, sawa Tuliishia kunako jambo hili kwamba ni namna gani hii shikeli inavyopatikana, sawa. Lakini pia vile vile jinsi baada ya kuwa hii shikeli imepatikana kwamba hizi pointi hizi zinakuwa zinaashiria nini kwa jinsi ambavyo zinavyokuwa zimepatikana. Hapo ndipo tulipoishia katika lile somo letu, na sina shaka alhamdulillah na matumaini makubwa kwamba sisi sote tutakuwa tulipaelewa sana hapa. Sisi sote tutakuwa tulipaelewa hapo vizuri, ukweli wa kupaelewa, na tukasema ni sehemu ambayo ina mantiki kubwa sana, au ni sehemu ya msingi sana, hizo pointi jinsi zinavyokuwa zimepatikana katika namna ya kuweza kuzitumia kuweza kupata mjumuisho wa hukumu ya swali lako utakalokuwa umeliuliza wakati umepiga nini, umepiga bao lako au umepiga tahti au umepiga ramli. Maana zote hizo zinakubali, sawa Kwa hiyo kama hapa tulipaelewa na tulisema tuliishia kwenye ukurasa namba ngapi? Namba 10 ndipo tulipoishia. Tukasema tutakuja kuendelea, na alhamdulillah leo ni siku ambayo kama tunavyosema kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu katukadiria kwamba tuje kuendelea. Lakini sasa mnielewe vizuri, tuliishia kwenye ukurasa namba 10 kwa wale wenye kitabu hichi na kitabu kile chenye ambacho kurasa zake zimeandikwa namba. Kwa wale ambao ni wageni, hichi kitabu ama hii perfect ambayo hawana, kama watakuwa na utayari wa kusoma somo hili, basi itawalazimu hii perfect waipate, kwa maana kwamba lazima wairudishie gharama zile za kufanyaje, za kuweza kupanga kwenye mashine. Kwa hiyo itawalazimu wapate, na kama watakuwa hawana utayari wa kusoma somo hili la shikeli, hiyo hatumlazimishi mtu, basi watasubiria, watakuwa na mwendelezo wa kusoma masomo mengine yatakayofuata. Sasa nisichukue muda mrefu sana, kama tuliishia kwenye ukurasa namba 10 na kwenye pointi hii hapa, sawa, kwamba ni namna gani hii shikeli ya jitimai ilivyopatikana na namna ya kupata hizi tafsiri za hizo pointi, sawa. Maana yake ni kwamba leo hatutoanzia ukurasa wa 10, kwa sababu kutokea hapa ukurasa wa 10
kwenda mpaka ukurasa wa 20. Sawa? Hayo maelezo yote, hiyo mifano yote inaelezea hizi pointi hizi. Sawa? Kutokea ukurasa huo wa 10, hapo tulipoishia, namna tulivyopata hiyo shikeli ya ijtimai, kwenda mpaka ukurasa wa 10, hizo karatasi zote zilikuwa zinaleta tu mifano ya kuweza kukuonyesha kwamba ni namna gani wa hii shikeli kwamba inaweza ikatafsirika kwa namna moja ama nyingine. Sasa kama hapa mlielewa, kwa hiyo hakuna sababu ya kwamba tuanze tena kuelezana hapo, kwa sababu hapo inakuwa ni sehemu tu ya kujisomea na kuzidi kupanua hizi pointi hizi zinapokuwa zimepatikana hapo katika hiyo shikeli, na si shikeli tu ya ijtimai, hata shikeli nyingine yoyote. Sawa? Kwa hiyo hapo ni sehemu ya kila mmoja kuweza kujisomea, kwa sababu hapa mlinielewa. Na hata kama ningesema tupasome zaidi, tukifanyaje? Ningepasoma tu kama mtu ambaye anaposoma barua, kitu ambacho kisingekuwa na mantiki sana. Kwa hiyo inshallah leo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutaanza kusoma huo ukurasa wa 21. Sawa? Kwa hiyo leo somo letu litajikita kuanzia hapa kwenye huu ukurasa wa 21. Sawa? Ukurasa wa 21 ambao kichwa chake cha habari kinasema mlango wa kujua makao ya ramli, kwa maana nyingine taskini. Sawa? Hiki ndiyo kitakuwa kichwa chetu cha habari katika ukurasa huo wa 21. Sasa hiki kichwa cha habari, maana yake leo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tunaanza ama tunafungua ukurasa wa kuanza kuzisoma taskini. Sawa? Wa kuanza kuzisoma nini? Taskini za shikeli, kama tulivyosoma kule katika somo la kwanza. Sawa? Kwamba taskini ni nini? Taskini ni namna zile shikeli 16 ambavyo zinavyokuwa zimepangiliwa, kwamba kujua shikeli ya kwanza ni ipi na shikeli ya 16 itakuwa ni ipi. Kwa hiyo huu utaratibu, huu mpangilio wa kuziweka hizi shikeli, katika utaratibu huo kuna mipangilio mingi, kuna taskini nyingi, kila watu na namna zao walivyopanga, na kila watu kwa jinsi walivyopanga walikuwa na maana madhubuti waliokuwa wameilenga na waliokuwa wameikusudia. Kwa hiyo na sisi leo tunaenda kuweza kuangalia hii mipangilio ama hizi taskini kwamba zina maana gani na zina kazi gani. Tumeelewa vizuri? Kwa nini tunafanya hivi? Tunafanya hivi ili mtu aweze kukielewa kitu kwa kina, kwa sababu nikikwambia tu kwamba hii ndio taskini al-hurufi basi, alafu nisikwambie kwamba imepangwaje, utaratibu wa kuipanga hiyo taskini ni utaratibu upi, ni kanuni ipi iliyotumika na kazi yake ni nini. Sawa? Kwa sababu taskini yoyote ile ama mpangilio wote ule wa shikeli kutoka kwanza mpaka 16 unaweza ukaitumia katika kuwa ndiyo taskini yako mama katika kuendeshea mambo yako ya nini, ya kiramli. Lakini wakati huo huo, miongoni mwa hizo taskini zingine, kuna taskini ambazo zinakubali kufanyia kazi fulani na zingine hazikubali kufanyia kazi fulani. Sisi tumeona vizuri Kwa hiyo huo ndio mfumo na utaratibu wa nini,
wa hizo taskini. Kwa hiyo bila kupoteza muda, twende pamoja, tufuatane pamoja tukaangalie. Sheikh anasema tambua kuwa ramli ina nafasi au makao au taskini nyingi sana. Sio vizuri kwamba ramli ina taskini nyingi kama ambavyo nimezungumza, sawa? Tofauti, sawa? Nafahamu kuwa anayejifunza elimu hii atazihitaji taskini hizo baadaye wakati wa kutoa hukumu juu ya nini? Juu ya ramli iliyochorwa ama iliyopigwa kwa swali lolote unalotaka kupata majibu yake. Sawa? Kwamba taskini zipo nyingi kama nilivyozungumza. Sawa? Na zipo tofauti. Sasa kwa mtu ambaye anajifunza hii elimu, hizi taskini nyingi na tofauti, sawa? Atazihitajia wakati wa nini? Wakati wa kutoa hukumu. Kwamba umepiga bao lako, baada ya kupiga bao lako sasa unatoa hukumu. Ile hukumu huwezi kuitoa bila kuwa na mpangilio wa zile shikeli, kwamba ya kwanza ni hii na ya 16 ni hii. Sawa? Kwa hiyo ndio maana. Sasa Sheikh anaendelea kusema taskini ya kwanza ni taskini al-huruf. Sawa? Taskini yetu ya kwanza leo ambayo tunajifunza ni taskini al-huruf. Taskini al-huruf. Hii ndio taskini yetu namba 1 tunayoenda kuiangazia leo, tunayoenda kuisoma leo. Sawa? Sasa hii taskini al-hurufu ni nini? Ama maana yake ni nini? Anasema ni kuweka ama ni kupangilia zile herufi za kiabjad zile 28. Sawa? Hii inaeleza na kufungua siri ya maana ya upangaji wa herufi hizo, kwamba hii taskini ya herufi inafungua siri ya nini? Siri ya upangaji wa zile herufi 28 kunako zile ashkali 10 na ngapi? 16. Sawa? Na kama mtu atakuuliza, sawa? Na kama mtu atakuuliza kwa nini waliipa, sawa? Waliipa shikeli ya nasratun kharija, herufi ya hau na herufi shin. Sawa? Katika hii taskini ya herufi shikeli ya nasratun kharija ambayo ni shikeli hii hapa. Sawa? Ambayo ni shikeli hii hapa. Hii shikeli ya nasratul kharija katika huu mpangilio wa nini? Wa herufi. Hii shikeli ilipewa herufi gani? Ilipewa herufi ya he, sawa, lakini ikapewa na herufi ya shi. Kwa hii shikeli ya nasratul kharija ina herufi 2 katika zile herufi 28 za nini? Za kiabjad. Sasa Sheikh anasema kwamba utakapoulizwa swali kwamba kwa nini hii shikeli ilipewa hizi herufi 2, sawa, na mengineyo mpaka mwisho, sawa, kwa maana kwamba kwa nini hii shikeli ilipewa herufi ya he na shin, au kaulizwa, sawa, kwa nini shikeli ya ahyani, sawa, ilipewa herufi ya alifu na nini, herufi ya alifu na fe, ukaulizwa kwa nini walipanga hivyo, sawa. Jibu lake litakuwa hivi, sawa. Hivi ndivyo tulivyowakuta baba zetu na wanazuoni wetu, sawa. Jibu lake tukikuuliza, wewe unayenisikiliza na mwingine yoyote,
kama atakuwa bado hajapata siri hii, atajibu ya kwamba hivi hivi ndivyo tulivyokuta baba zetu, walimu zetu, mashehe zetu na wanazuoni wengine wakitumia hivyo hivyo, kwamba herufi shikeli ya ahyani ilipewa herufi ya alifu na fe, na nasratul kharij alipewa he na na shini. Utasema tu hivyo kwamba sisi tuliwakuta mashehe zetu wakifanya hivyo tu, sawa. Sasa lakini hili jibu la mtu asiye na hoja, sawa. Sasa ukisema kwamba mashehe zetu tuliwakuta wanafanya hivyo hivyo, hili jibu linakuwa ni jibu la mtu ambaye asiyokuwa na hoja. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba hili jibu si jibu sahihi. Hili jibu si jibu sahihi, wala sio jibu la mtu ambaye anayekuwa amekisoma hichi kitu kwa undani, anapaswa kutoa jibu la namna hiyo. Sisi tumeelewana vizuri walimu eh? Sasa jibu sahihi ni lipi? Jibu sahihi ni kwamba kupangilia herufi, sawa, ni kupanga maumbo kwa utaratibu maalum, sawa. Kupangilia hizi herufi kwenye hizi shikeli, sawa, ni kupangilia hizo shikeli kwa utaratibu maalum kiasi kwamba kutoka kwenye shikeli mbili, kwa maana ya maumbo mawili yaliyo karibu, hutokea umbo moja miongoni mwa maumbo ya ya kudumu kwa mpangilio huu, sawa. Kwamba kupangilia herufi ni kupanga shikeli kwa utaratibu maalum kiasi kwamba kutoka kwenye maumbo mawili yaliyo karibu kutokea umbo moja miongoni mwa maumbo ya mwa maumbo ya kudumu, kwa maana ya shikeli za thabiti, sawa. Anaposema maumbo ya kudumu ana maana ya shikeli thabiti. Katika zile shikeli 16 kuna shikeli thabiti, kuna shikeli munqaliba, kuna shikeli kharija na kuna shikeli dakhila. Hayo tutakuja kuyaona hapo baadaye, sawa. Sasa hapo kwenye kitabu, sawa, hapo kwenye kitabu ndio ukaona hizo shikeli kama jinsi ambavyo unavyoziona, akiwa na maana ya kwamba, tufute hapa ili muelewe vizuri, akiwa na maana ya kwamba hapa kuna shikeli ya kuna shikeli ya tariqi, sawa. Alafu hapa kuna shikeli ya jitimai, sawa. Sasa hizi shikeli hizi zimekaribiana, sawa. Ukizalisha hizi shikeli mbili, unapata shikeli gani? Unapata 1 na 2, tunapata ni nini? Tunapata ni 1 na 2 tunapata ni 1. 1 na 1 tunapata ni 2, sawa. 1 na 1 tunapata tena 2, na 1 na 2 tunapata 1, sawa. Alikuwa na maana ya kwamba huo mpangilio wa herufi, sawa, huo mpangilio wa herufi ni mpangilio maalumu, sawa. Ni mpangilio maalumu kiasi ya kwamba kutoka kwenye maumbo mawili yaliyo karibu kutokea umbo la umbo moja miongoni mwa maumbo ya mwa maumbo ambayo ni yale ya thabiti, ambayo maumbo ya kudumu. Tumeona vizuri? Akiwa na maana kwamba, labda hapa ni kuwekeeni kitu kimoja hapa, shikeli ambazo ni thabiti, sawa. Shikeli ambazo ni thabiti ni huyu tariqi, sawa, na huyu ijtimai, sawa, na huyu uqla, sawa, na huyu jamaa, kwamba hizi shikeli 4 ndio shikeli shikeli thabiti. Sasa hizi shikeli thabiti ukizizalisha zenyewe kwa zenyewe, sawa, ukizalisha zenyewe kwa zenyewe, maana yake ni kwamba unapata ile shikeli ambayo ni shikeli ya thabiti. Ndio maana hii ni tariqi na hii ni jitimai. Tumezalisha, tumepata shikeli ya ukla, ambayo shikeli ya ukla ipo katika fungu la katika fungu la shikeli ambazo ni thabiti, sawa.
Huyu jamaa huyu tutapata maelezo yake mbele. Huyu jamaa huyu tutapata maelezo yake mbele. Sawa? Hali kadhalika ukimchukua huyu akla, sawa? Ukimchukua huyu ukla, sawa? Pembeni yake tena si yupo tariki, sawa? Ukijumlisha hapa 1 na 1 unapata 2, 2 na 1 unapata 1, 2 na 1 unapata 1, 1 na 1 unapata 2. Unapata tena ile shikeli ya nini? Ya jitimai. Sawa? Hali kadhalika ukamchukua huyu jitimai, sawa? Ukamchukua huyu jitimai ukamzalisha na nani? Na ukula, sawa? 2 na 1 unapata 1, 1 na 2 unapata 1, 1 na 2 unapata 1, 2 na 1 unapata 1. Unakuwa unapata shikeli ya nini? Ya tariki. Hii ndio ilikuwa maana ya haya maelezo. Sawa? Sasa tudeni, nimewaambieni kwamba hii shikeli ya jamaa hii nikasema tuiache, tutapata maelezo yake. Twende tukone maelezo yake anasemaje? Maelezo yake anasema hivi: tambua kwamba shikeli ya jamaa ambayo ndio hii, sawa? Shikeli ya jamaa ambayo yenye tafsiri ya kikundi, sawa? Moja ya tafsiri zake ni tafsiri ya nini? Ya kikundi au mkusanyiko, sawa? Haijaingizwa katika mpangilio huu, ingawa nayo ni shikeli, ingawa nayo ni nini? Ni shikeli. Kwa maana kwamba hii shikeli ya jamaa hii shikeli ya jamaa haikuingizwa kwenye huu mpangilio, ingawa na yenyewe ni shikeli ya nini? Ni shikeli ya thabiti. Na ndio maana niwaambia hii shikeli ya thabiti tuiache, tutapata maelezo yake huko mbele. Sawa? Haikuingizwa kwenye huo mpangilio, ingawa na yenyewe ni shikeli ya nini? Ni shikeli ya thabiti, kwa sababu hutokea kwa njia moja tu, kwa sababu hii shikeli ya thabiti yenyewe hupatikana kwa njia ngapi? Kwa njia moja, kutokana na kupiga au kutokana na kuzidisha shikeli yenyewe kwa yenyewe. Maana yake ni kurudia umbo hilo mara mbili. Inajulikana kuwa katika upangaji wa taskini hakuna shikeli inayojirudia, sawa? Inayojirudia. Yapo maumbo, kwa maana zipo shikeli 16 tofauti, hazijirudii. Shima vizuri. Hapa na maana kwamba hii shikeli ya jamaa haikuingizwa kwa huu mpangilio, kwa sababu hii shikeli hupatikana kwa mpangilio huu mmoja, kiasi ambacho kwamba ingesema kwamba iingizwe katika huu mpangilio kama jinsi nilivyoeleza hapo, maana yake ni kwamba hii shikeli ya jamaa ingefanyaje? Ingejirudia. Maana yake shikeli za jamaa zingekuwa ngapi? Zingekuwa 2. Sasa katika upangaji wa taskini hakuna shikeli ambayo inatakiwa ijirudie mara 2. Kila shikeli inatakiwa ionekane mara 1. Sasa kwa sababu hiyo ndio maana hii shikeli ya jamaa haikuingizwa katika huu utaratibu hapo. Tukumbuke tunajifunza kutambua namna ambavyo walivyopanga taskini, yaani kujua kwamba hii shikeli ya jaudala ni ya kwanza. Mfano, hii shikeli ya jaudala ni ya kwanza na ya 16 ni shikeli ya ahyani. Walipanga hivyo, pangaje? Sawa, eh? Kwa sababu ndani yake kuna faida kubwa katika upigaji wa nini? Wa ramli. Bila hivyo, kama tulivyosoma mwanzo, huwezi kutafsiri bao. Kwa hiyo ni vitu muhimu, ni lazima tuvifahamu. Sawa, eh? Kwa hiyo hakuna katika upangaji wa taskini hakuna shikeli ambayo inatakiwa kujirudia. Hii ndiyo sababu shikeli ya jamaa haikuingizwa katika mpangilio huu maalum, kwa sababu ya kanuni ya msingi ya kupanga taskini al-hurufi, kwamba hii ndiyo sababu ya msingi shikeli ya jamaa haikuingia katika huu utaratibu, pamoja ya kwamba hii shikeli ya jamaa na yenyewe ni miongoni mwa shikeli thabiti zenye kudumu, shikeli imara, shikeli zenye msimamo. Sisi tumeelewana vizuri, eh? Shikeli zisizokuwa ni zenye kubadilika. Sisi tumeelewana vizuri, eh? Lakini hii imekuja kwa sababu ya nini? Ya huu mpangilio wa nini? Wa hii taskini al-huruf. Anaendelea kusema inajulikana kuwa moto ni bora
kulikoni nini? Kulikoni baridi. Sasa hapa tunaendelea pia, kuna kipengele kingine muhimu tunatakiwa tukifahamu. Sawa eh?